Mwaka jana mwezi wa 5, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia nchini. Na baada ya kuzindua mkakati ule, kuna shughuli nyingi na kazi nyingi zimefanyika. Watu wengi wamepewa mitungi ya gesi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mikutano mingi, makongamano na warsha za kuzungumzia swala la nishati safi ya kupikia vimefanyika mijini na vijijini. Lakini kwa upande wa serikali imeendelea kutekeleza ule mkakati wa nishati safi ya kupikia. Na eneo moja muhimu sana katika ule mkakati wa nishati safi ya kupikia ni eneo la mawasiliano. Jinsi ya kupeleka elimu na taarifa kwa wananchi wa Tanzania waweze kuuelewa huo mkakati wa nishati safi ya kupikia ni nini, unatekelezwa vipi, mipango ikoje, rasilimali gani zinapatikanaje, na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa karibu na Jumuiya ya Ulaya pamoja na UNCDF ambao walichukua jukumu la kusaidia katika eneo la mkakati wa mawasiliano, jinsi ya kufikisha mawasiliano katika maeneo hayo. Sasa wenzetu hawa kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati, Wizara ya Nishati, Jumuiya ya Ulaya, UNCDF, tulishirikiana tukatengeneza mkakati huu ambao tunaandaa kuuzindua rasmi. Na mkakati huu utazinduliwa rasmi tarehe 2 mwezi wa 6 pale Dodoma, na utazinduliwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko. Lakini mkakati huu utakuwa muhimu sana kwa sababu utasaidia kupeleka elimu na ufahamu kwa Watanzania wote popote walipo, mijini na vijijini. Na utawasaidia kujua kwamba tunaposema nishati safi ya kupikia ni nini, nishati isiyo chafu ya kupikia ni ipi, inapatikanaje, wadau muhimu ni wakina nani, nikitaka kupata gesi naipata wapi, nikitaka kupata jiko nalipata pataje. Mambo yote hayo ambayo yatawasaidia sasa watu kujua kwamba mkakati huu unatekelezwa vipi. Kwa sababu wakati mwingine hivi tunavyozungumza nishati safi ya kupikia, kuna mtu anasikia kwenye radio, anasoma kwenye magazeti, lakini hajaelewa hasa ni kitu gani. Na kuna mtu mwingine elimu hiyo haijamfikia vizuri, yuko kijijini, hajafikiwa vizuri na hii elimu, hajajua. Na kuna mwingine ana imani fulani ambayo anahitaji elimu ya kumsaidia kujua vizuri. Lakini elimu hiyo inaenda kupitia vyombo gani? Vyombo gani vya habari vitatumika? Kwa mfano, nataka kuwafikishia vijana elimu ya nishati safi ya kupikia, na wafikiaje vijana? Natumia vyombo gani vya habari? Kuna vyombo ambavyo kwa vijana elimu hiyo itaenda haraka zaidi. Kwa mfano, kwa vijana nikitumia mitandao ya kijamii. Mkakati huu ni mkakati ambao unalenga kuwafikia watu pale walipo na kupeleka elimu sahihi pale walipo. Kwa hiyo sasa, siku ya tarehe 2 mwezi wa 6 ndiyo siku ambayo mkakati huu utazinduliwa rasmi. Na pamoja na kwamba tumetengeneza kijitabu ambacho kinaeleza huo mkakati wenyewe wa mawasiliano, lakini hawa wadau wetu hawa wametoa pia vitendea kazi, ambayo kwa kwanza tutaanza na magari mawili yatakayosaidia kwenda huko na huko kwa ajili ya kupeleka elimu na ufafanuzi tunaozungumza. So itasaidia kuongeza uelewa kwa wananchi popote walipo. Itasaidia kuhamasisha mabadiliko ya tabia, huu mkakati huu kuwasaidia watu kwa kuhamasisha mabadiliko ya tabia kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyo safi na kwenda kwenye nishati safi. Lakini pia itasaidia kuhamasisha uwekezaji
na ushiriki wa sekta binafsi katika soko la bidhaa za nishati safi ya kupikia. Kuna watu hawajajua kwamba kwenye nishati safi kuna fursa. Lakini kwenye nishati safi ya kupikia kuna fursa, na kuna watu wameanza kuitumia hiyo fursa na imeanza kubadilisha maisha yao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.